Wanawake Live inaletwa kwenu na Lupimo Sanitarium Clinic, wataalam wa tiba asili na tiba mbadala. Wanawake Live. Wanawake Live. Asante sana kwa kuchagua East Africa TV. Hii ni Wanawake Live ambayo inakupa nguvu na sauti wewe mwanamke wa Tanzania ili uweze kukabiliana na changamoto zinazokuzunguka, lakini vile vile uweze kufurahia maisha na kufikia katika kilele cha mafanikio. Leo katika kipindi chetu tunaendelea na shujaa wetu wa Konta Kapunda, ambaye tuna imani kwa kufuatilia kisa mkasa chake na story yake hakika itakujenga na kukutia nguvu na hamasa ya kupambana zaidi. Katika show yetu vile vile nikukumbushi tunapewa support kubwa kabisa na wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala nchini Tanzania, Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wako Dar es Salaam Tanzania, Sinzamori, lakini vile vile wanapatikana Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma, Iringa na maeneo mbalimbali. Mimi naitwa Joyce Kiria, the Superwoman. Usiende mbali. Mtazamaji, karibu. Hii ni Wanawake Live ambayo iko hewani hivi sasa, na kipindi chetu cha leo tuko na Wakonta. Huyu ni binti shujaa ambaye alitugusa na kutuhamasisha baada ya kusikia kisa mkasa ambacho kilimkuta baada ya kupata ajali. Tena kipindi ambacho alikuwa anamaliza elimu yake ya form 6 akapata ajali. Bahati mbaya sana ile ajali ikamfanya akapooza mwili mzima kuanzia mabegani, mikono kuelekea chini, lakini kilichotuhamasisha hakukata tamaa. Kwa wale ambao tulikuwa pamoja wiki iliyopita waliweza kushuhudia safari nzima ya kwenda kumuona Wakonta na changamoto ambayo sisi tulikutana nayo ya kupata ajali, lakini bado hatukuwa na haja ya kukata tamaa kwa sababu tuliokuwa tunamfuata tayari ni shujaa katika maisha yake na anatufanya sisi tuzidi kuwa mashujaa kwenye maisha yetu. Hivyo leo tunaendelea. Pamoja na mengi ambayo Konta Kapunda aliyazungumza, ni pamoja na kuwashukuru wale wote ambao waliguswa kumsaidia kumfikia kwa namna moja au nyingine. Hebu karibu tuweze kuendelea na story hii ya Konta Kapunda. Kwanza naomba niwashukuru Watanzania wote ambao siwafahamu, ambao wamekuwa marafiki zangu wapya, Watanzania wa nchi mbalimbali, wote ambao wameweza kuitikia wito huu tangu tumeanza kuposti mitandaoni, wameitikia kwa hali na mali. Na washukuru sana Wanawake Live. Kwanza poleni sana kwa ajali na asanteni sana 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 kwa kunifikia. Watanzania wenzangu, naomba wote tujue kwa pamoja kwamba watu wenye ulemavu kama mimi sio kukatiwa tamaa. Wewe ambaye una ulemavu kama mimi, wewe sio kujikatia tamaa. Usikubali kukata tamaa kabisa 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 kabisa. Kutokata tamaa kunaanzia ngazi za chini sana. Kwa mfano mtu anaambiwa kunywa maji. Kunywa maji, kwa ukiambiwa kunywa maji ukakataa kunywa maji, umekata tamaa, unawatesa watu wengi sana 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 sana. Kwa hiyo unaanza katika vitu vidogo vidogo hivyo. Shirikiana, watu wanaokusaidia kubali wakusaidie. Vitu vya kufanya ni vingi na unavijua wewe. Wewe pekee ukikubali kusaidiwa, ukianza chochote, watu wanauitikia, watu watakusaidia sana 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 sana. Mtazamaji, baada ya kumsikia Konta Kapunda, tulipata wasaa kuzungumza na mama yake mzazi, naye aliweza kuzungumza nasi jinsi alivyopokea taarifa ya ajali iliyompata mwanae Konta Kapunda. Hiyo mwaka 2012 ndio tukasikia ajali ya huyu binti. Tulikuwa tunalima, mimi niko shambani, yeye yuko huko ziwani anapampu maji. Kwa kweli kilinishtua sana, nilipata shock kubwa, nikawa kama nimechanganyikiwa. Bahati nzuri tulikuwa na kijana wetu mdogo wake na huyu wanko mvulana mkubwa na msichana, wao ndio walikuwa hapa. Huyu alikuwa shule, huyu mvulana, na yeye pia alikuwa huko shule yake. Hatukulala usiku kucha mpaka tukafika Dar. Kwa hiyo sisi tukafika pale Muhimbili, tukakuta na yeye ndio amefika mapokezi. Kwa kweli hali yake ilikuwa ni mbaya, yani nasikitisha, hata nikikumbuka natamani tukulia. Ilikuwa bahati mbaya sana, ilikuwa ni kipindi cha mgomo wa madaktari. Kwa hiyo hatukupata huduma.
tukakaa pale kama siku 20 hivi bila kupata huduma. Siku walipomaliza mgomo tu wakaja wakamwangalia na wakamwandikia siku ya kwenda kufanya operation. Walipomwandikia siku ya kwenda kufanya operation, kumbe walikuwa hajamcheki kama ana damu. Siku imefika wanamkagua hana damu. Kwa sasa ikaanza tena process za kumongeza damu. Hizo siku mbili zilipoisha ndio akampeleka theater. Sasa alipotoka mimi sikuamini kama yuko macho au nini. Nikapata tena mshtuko kama ule wa kwanza. Siku ya pili au ya tatu akaanza kama anapata spasm, mwili unaanza kucheza. Basi nikapata furaha, nikajua hapo mishipa yote ya fahamu inarudi. Yaani ule uoga tena ukapungua. Basi tukawa tunamwangalia hivyo hivyo, madaktari wakija tunamwambia miguu inacheza, mikono inacheza. Wao wanatuambia spasm kwa sababu sisi hatakuwa na knowledge ya watu kuumia kwenye spine inakuaje. Mimi nikafikiri hiyo spasm labda ndio ya kumfanya ainuke. Wakasema basi kizidi tutampa dawa ili ipungue maana huwa inawaumiza. Mimi nikawa natamani wasimpe ili eti mwili ucheze zaidi. Yaani kama mtu ambaye hajaenda shule kabisa. Nilichanganyikiwa. Tukaja mpaka Tunduma, baba yake alikuwa huku, akaja kutupokea. Alikuja kutupokea, tukapanda gari, lakini bado shingo ilikuwa ni ya kushikilia. Tukawa yani akikaa sehemu kama tukimkalisha hapa lazima mtoe hapa pembeni. Kwa sababu bado alikuwa muoga, hata kasisimizi kakimpandia lazima mtoe inzi. Yani alikuwa hajaweza kuzoea. Kwa hiyo lazima ukae hapo pembeni. Sasa baadaye na yeye mwenyewe akaniambia mama natamani nipate simu hizi za smartphone. Nikamwambia basi haina shida. Tulikuwa tuna mifugo hapa. Kila tukiuza kama ni maziwa nini na mwambie nitakuwekea hela angalau upate hiyo simu. Kwa nikawa naweka kidogo kidogo, ikija hela natoa ya matumizi, natoa na hiyo ya kwake, namwekea 1000 2000 hivyo hivyo. Baadaye nikaona imetosha 1,500,000. Wakahesabu wadogo zake wakahesabu ni 500 vingi vikatosha, wakamnunulia. Siku moja ndio akawa na mdogo wake akamwambia lakini tukitengeneza vile vistiki sitakuwa ni rahisi mimi niandike kwa kutumia mdomo. Wote wakakubaliana. Tulikuwa tuna aluminium foil hapa, wakamtuma baba yake. Siku ukienda mjini tuletee hiyo aluminium, wakaleta. Akatengeneza kitu kama penseli hivi. Akajaribu kuandikia, akasema wala haiwezi. Wakasema basi tufanye iwe kama kidole. Tununue jojo tuweke ili iwe kama kidole ili iwe ina touch. Napo ikawa haifanikiwi. Baadaye hata hiyo sikujua ilitokeaje. Akasema mama naweza kujaribu kuandika na ulimi. Akasema kweli Siku ya pili tena akaendelea na mdomo pia uliuma. Baadaye akaweza. Tukafurahi wote kwa kweli. Kwa sababu alivyoweza tu ikawa imepunguza hata sisi kuwa naye. Ukimpeleka kule nje anaweza akakaa mwenyewe. Mtazamaji, umeweza kumsikia mama ambavyo aliweza kupokea hiyo taarifa ya ajali iliyompata mtoto wake, lakini alikuwa na ya kujazia ya kuzungumza na mtoto wake, kwa sababu kumbuka mama ndio ambaye amekuwa nguzo kubwa sana kwa Wakonta Kapunda. Ana yapi ya kuzungumza hivi sasa kwa hali jinsi inavyoendelea? Ewanko binti yangu, naamini hapa ndio mwanzo. Utafanikiwa kwa sababu Watanzania wote wanakuombea na sisi wazazi wako tunakuombea. Naamini ndoto zako zinaweza zikafikia kama wewe unavyofikiria na ulivyokuwa umepanga kabla hata hujapata ajali. Wazazi wenzangu ambao wana watoto kama hawa au wana familia ambayo ina watu ambao hawajiwezi, wasikate tamaa. Waendelee kuwatunza kwa moyo wote. Iko siku na wenyewe watapata kitu cha kufanya. Watapata kitu cha kufanya na kitawawezesha waishi katika maisha ya kawaida tu na sio maisha ya kinyonge. Mtazamaji, kwa hakika maneno ya mama mzazi kwenda kwa bintie Wakonta Kapunda yanatia hamasa, yanasisimua, yanafariji sana, yanatia moyo. Baada ya kuweza kumsikia mama, Wakonta Kapunda anao watu wengi ambao wamemzunguka na ambao ndio nguvu yake. Mwenyewe anawaita wakeneji au Wakonta Energy, anafupisha wakeneji. Kwa hiyo wakeneji wake mwingine ni kaka yake ambaye naye alikuwa na machache ya kuzungumza na ya kuwashukuru Watanzania ambao wanaendelea kumsaidia dada yake Wakonta Kapunda. Naitwa Karagala. Mdogo wake wa Mkonta wa mwisho. Kama ulivyosema, mimi ndo waga na mtengenezea hivi vitu. Kama kuna stand ambacho anaangalizaga movie. Namtengenezaga vitu kama hivyo. Wheelchair yenyewe hii, napiga service.
Unaipiga service au umetisha sana? Vitu kama hivyo, technical vyote. Vingine labda huko kwa internet ananiulizaga, naambia namna kufanya. Mimi namwambia kwamba tuko pamoja. Tutaendelea kumsupport. Nawashukuru kwa ujumla Wanawake Live na Watanzania kwa ujumla kwa ambacho wanaendelea kutufanyia. Asanteni sana. Wanawake Live. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Wanawake Live. Leo katika kipindi tunaendelea kukuletea kisa mkasa, safari nzima ya Wanawake Live kwenda kwa shujaa wetu Wakonta Kapunda. Tuna imani mpaka tukimaliza kisa hiki utajifunza mengi. Basi baada ya kufanikiwa kupata interview za Wakonta mwenyewe pamoja na familia yake, hatimaye safari ya kurudi Dar es Salaam, safari ndefu sana ya timu nzima ya Wanawake Live, tukiwa tayari tuna changamoto kubwa, hatuna tena usafiri, tumeshapata ajali, hatuna fedha, zimepotea, vifaa hatuna. Haikuwa rahisi. Imebuma ni usiku. Tuko hoi Sumbawanga, asubuhi ajali, mpaka sasa hivi tuko porini, yani akieleweki. Pata daladala za huku, ndio hivyo, tairi zazingua, yani si ni tairi sielewi. Tuko katikati ya pori kama makaza ni jamani, yani tujelala siku ya pili. Tuko Kongo almost. Kwa tuko mbali sana, yani Sumbawanga lakini ni Nkasi, wilaya Nkasi, lakini kijiji cha mwisho. Chui nani tembo ni. Tembo wapo? Kweli? Gari ya babu. Kuna tembo kweli? Waweza kuja kubinua gari kweli hapo? Ama kwa hakika mtazamaji wa Wanawake Live, umeweza kujionea safari nzito, safari ndefu yenye changamoto ambayo tulifanikiwa. Nasema tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu lengo letu lilitimia. Kwa hiyo asanteni ambao mnaendelea kutusapoti kwa hali na mali. Nao tuchangia, tunawashukuruni sana. Na sisi tuna imani kwamba suni mambo yatakuwa super. Sasa nikuambie tu kwamba hatukuishia hapo. Bado tulikuwa na kiu na shauku ya kushuhudia na kuona Wakonta Kapunda anaanza safari yake ya kutoka kule Rukwa akija Dar es Salaam na kwenda Zanzibar kwa ajili ya kile ambacho alikuwa amekitarajia. Na hapa na kukaribisha, ungana nasi tulipokwenda airport kwa ajili ya kumpokea, lakini vile vile safari hii tulikutana na ndugu jamaa na marafiki wengi zaidi ambao hatukuwaona kule nyumbani kwao Rukwa, na hasa baba yake ambaye tulikuwa tunaongea naye sana kwa simu. Hatukufanikiwa kukutana naye, lakini kwenye hii safari tumemuona. Kwa hiyo karibu uweze kumsikia Wakonta mwenyewe anasemaje, ana yapi ya kusema. Kiukweli ni mengi sana ya kuwashukuru, hasa nyinyi wa Tanzania ambao mmeweza kufanikisha. Karibu mtazamaji, karibu katika safari yetu ya kwenda kumpokea Wakonta Kapunda. Hivi sasa Wanawake Live tunakabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri kama unavyofahamu, baada ya kupata ajali. Kama unavyoona, hii ndio hali halisi. Mtazamaji, hii ni Wanawake Live. Tuko hapa uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambako tumemfuata Wakonta Kapunda. Tumekuja kumpokea. Kwa hiyo mtazamaji, karibu ungane nasi. Ninachotaka tu kushare na wewe ni kwamba katika harakati hizi za kuhakikisha tunakwenda kumpokea Wakonta na changamoto tulizo nazo, ni bahati mbaya hatukumwahi, tulimchelewa airport, lakini pia tulijitahidi kumfikia. Mtazamaji, tunasikitika tumepishana na Wakonta Kapunda, lakini hii yote ni kwa sababu ya changamoto ambazo zinatukabili hivi sasa kama Wanawake Live. Tumepishana naye kidogo, tunamfuata huko anakoelekea. Tuliomba tuweze kufahamu yuko wapi, na yeye kwa kweli hakuwa na hiana. Pamoja na hali yake, aliamua kutungoja sehemu. Karibu uweze kumsikia baada ya kutua Dar es Salaam ana yapi ya kusema Wakonta, pamoja na baba yake mzazi na ndugu zake pia utawaona.
mzima Joyce? Mzima kabisa Asante baba. kwa kazi nzuri. Asante, nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana. Yake na watu anaitwa Chama. Baba nashukuru sana. Asante. Haya, jamani sisi tumechelewa kidogo mwenzangu. Haina shida, tumesimama kwa ajili yenu. Tunashukuru sana. Nani wanko yuko wapi? Hello jamani. Hey, mambo mzima? Nimefurahi kuona. Jamani, habari zenu? Shikamoo. Si jambo. Wewe ndio baba yako? Jamani. Habari za siku 2-3? Nzuri kabisa. Jamani. Tunashukuru kukuona kule. Mimi nataka tu maneno mawili. Umejisikiaje kufika Dar na unawaambia nini Watanzania, wadau wote ambao wamekuwa pamoja na wewe kwa maombi, kwa hali na mali? Okay. Nimefurahi sana kufika Dar. Huu kama nilivyosema ni mwanzo wa safari yangu mpya. Nimefurahi sana kufika. Na washukuru sana Watanzania. Na washukuru sana watu wote wanaoniombea, wote ambao wamesaidia kuifanikisha hii safari yangu. Na washukuru sana, naombea wote, na wapenda sana wote. Baada yani unakuja umeanza safari mpya, nini ambacho unawaahidi watu? Nawaahidi Watanzania, huu ni mwanzo wangu mpya. Kwa hiyo mtegemee mengi kutoka kwangu. Naenda kujifunza kuandika script. Naenda kujifunza kweli, nimejidhatiti kwenye hili. Kwa hiyo nikitoka pale mambo ya filamu yataanza. Naingia Bongo Movie. Hello Bongo Movie. Nakuja. Na unawaambiaje Bongo Movie? Bongo Movie mna mgeni. Anakuja mpya, anakuja kwa kasi. Anakuja kwa nini nimeipenda? Anakuja kwa kasi. Nijiandae kupokea filamu ambazo zitawahamasisha vijana watatoka chini, watainuka, wataanza kufanya kazi, wagonjwa watajiona kwamba sio wagonjwa, wataamka, watu wote mtaona upendo. Kutokana na filamu mtapata hamasa. Ni filamu ambazo zitahamasisha. Baada ya kuwatafuta, kwa kweli nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Nimefanikiwa kabisa. Nimeniunganisha nao, wamenipokea, wamenikubali, wamenipenda, na wamenisaidia na wamenifanikishia kabisa. Mtazamaji, tuko na Wakonta Kapunda sasa hivi, yuko Dar es Salaam Tanzania, yuko na ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuja kumpokea, na sisi pia tumeungana nao, timu ya Wanawake Live. Safari bado inaendelea, kama alivyosema ni safari mpya ya maisha yake ambayo inasisimua, inawa-encourage watu wengi ambao tunaweza tukawa tumekata tamaa kwa namna moja au nyingine. Mtazamaji, huyo ndio Wakonta Kapunda. Kwa upande wa baba, ana yapi ya kuzungumza? Naitwa Basilio Kapunda Mbwilo, mimi ndiye baba mzazi wa Wakonta Kapunda. Nianze kabisa kwa kuwashukuru Wanawake Live ambao ndio imekuwa shirika la kwanza au taasisi ya kwanza kuweza kumtangaza binti yetu na kumkutanisha na Watanzania walio wengi zaidi. Ninawashukuru Watanzania wote ambao wamejitolea. Najua uchumi wa sisi wa Tanzania wengi ni mgumu, lakini kila mmoja kwa nafasi aliyokuwa nayo ameweza kujitolea. Kweli kama ingekuwa peke yetu ingekuwa ni ngumu sana, kwa sababu tumekuwa tukimuuguza kuanzia 2012. Kwa hiyo rasilimali zetu karibu zote zimekuwa zikitumika kumhudumia. Safari ingekuwa ngumu sana. Lakini kutokana na Watanzania mlivyotusaidia, leo hii niko na binti yangu Wakonta, tupo Dar es Salaam. Tena tumesafiri usafiri mzuri kabisa. Na hawa ndugu zake unaowaona wakiwa wamefurahi kuja kumpokea ndugu yao Wakonta Kapunda. Kwa naitwa Aika Munisi, ni rafiki yake wa Wakonta. Najisikia sana furaha, yani sana kwa sababu mwanzoni hatukudhani kama ingetokea. Yani kwangu mimi hadi sasa hivi bado nahisi kama naota, lakini nasema kwamba ni wakati wa Mungu umefika. Na Wakonta kwa kweli, yani she's so strong, yani ni msichana strong sana. Sijaweza kuamini kama angeweza kufanya vitu ambavyo amevifanya, lakini shukrani zetu kubwa ni kwa Watanzania, Mwenyezi Mungu na dada yetu Joyce. Umekuwa mstari wa mbele sana kutusupport. Asante sana. Tumefika hapa salama, tunamshukuru Mungu, tumefika salama. Na nawashukuru sana timu nzima ya Wanawake Live kwa kutusaidia. Mmetusaidia sana kufika kwetu hapa. Naona mmechangia mchango mkubwa sana. Na wanawashukuru Watanzania wote walioweza kutuchangia na kutufikisha hapa. Okay, mtazamaji, bado tuko katika eneo hili la tukio. Wakonta ameshuka Dar es Salaam na leo amekuja kupokelewa na
mpenzi wake. Mpenzi wake. Karibu sana babu. Shikamoo. Si jambo kabisa. Pengine ujitambulishe. Mimi nimesema amekuja kupokelewa na mpenzi wake. Sawa. Mimi naitwa Joseph Kitama. Mimi ni babu wa Wakonta. Na mimi ndio kati ya watu watatu wa mwanzo ilipotokea ajali ya kwenda Korogwe kumchukua. Tunashukuru jumuiya wa Tanzania wote na ukiwemo wewe kwa kutake trouble na televisheni yako kwenda kumfuata paka huko alikokuwa Kipili. Na pole kwa ajali. Tunashukuru sana na tuna imani kwamba tutafikia mambo mazuri zaidi. Changamoto zikija kuna zuri liko mbele. Kwa hiyo na sisi tuna imani ambayo so far tumeipata kwa Wakonta. Kuona changamoto zake na ameweza kupambana, sisi pia hatuna wasiwasi. Mtazamaji, baada ya kuweza kuzungumza na Wakonta Kapunda, baba yake mzazi, pamoja na ndugu jamaa na marafiki ambao walikuja kumlaki, kumpokea kwa furaha, safari kaanza ya kumsindikiza katika hoteli ambayo Wakonta amefikia. Mtazamaji wa Wanawake Live, niko hapa Serena Hotel, mahali ambapo Wakonta Kapunda amefanikiwa kufikia hapa. Tunawashukuru sana Serena Hotel kwa kuweza kujitolea, kuweza kumsaidia Wakonta Kapunda aweze kutulia mahali hapa, hoteli nzuri kabisa ya hadhi ya nyota 5 ambako hata kuwa na tatizo lolote, ata relax wakati akitafakari na kufikiria safari yake ya kwenda Zanzibar. Tunawashukuru sana. Lakini vile vile tunawashukuru wale wote ambao waliweza kusababisha Wakonta Kapunda kuweza kufikia hapa Serena Hotel. Asanteni sana. Wanawake Live. Mtazamaji, hii ni Wanawake Live. Nina imani umeweza kujifunza, kuhamasika kupitia story ya Wakonta Kapunda. Lakini vile vile Wakonta wetu basi nikwambie yuko Zanzibar na bado anahitaji vitu mbalimbali, vifaa vya production, anataka kutengeneza movie, lakini na vitu vingi ambavyo vitamsaidia. Mimi nina imani ni vyema ukamsaidia yule ambaye anajisaidia tayari Wakonta amejibeba kwa 99%. Namba zake ndio hizo ambazo unaziona katika runinga yako, lakini vile vile zimekuwa zikipita hapa chini toka kipindi kinaendelea. Naomba wale tutakaoendelea kuguswa tuendelee kumsaidia kwa hali na mali. Vile vile ni washukuru wadhamini wetu ambao ni Lupimo Sanitarium Clinic. Hawa ni wataalamu wa tiba mbadala na tiba asilia, na kiukweli na imani yawezekana wewe ni mwanamke ambaye unapitia changamoto za afya, yani una magonjwa mbalimbali ambayo pengine yanakufanya ushindwe kupambana, kuchakarika, basi ukifika Lupimo Sanitarium Clinic utaweza ukapata ushauri, unaweza ukapata tiba nzuri kabisa. Wanapatikana Dar es Salaam Tanzania, Sinzamori, lakini Arusha wapo, Mbeya wapo, Iringa wapo na Dodoma vile vile wapo na maeneo mbalimbali. Ninakushukuru sana kwa kuangalia kipindi. Mimi naitwa Joyce Kiria Superwoman. Tutakutana hapa ndani ya Wanawake Live East Africa TV kwa ajili ya kusongesha gurudumu la maendeleo ya wanawake Tanzania mbele zaidi. Wanawake Live inaletwa kwenu na Lupimo Sanitarium Clinic, wataalam wa tiba asili na tiba mbadala. Wanawake Live.